Kulikuwa na kijiji kimoja kiitwacho Mwandogo, kilichozungukwa na vilima vya kijani na mito iliyochanua kama nyuzi za fedha. Kijiji hiki kilijulikana kwa watu wake wachapakazi, wapole na wapendanao. Lakini katikati ya kijiji hicho alikuwepo mwanaume mmoja aliyeitwa Bokari, ambaye kila mtu wa kijiji alimjua kwa jina la Kipofu wa Mwanga. Bokari alikuwa kipofu tangu alipozaliwa. Alikuwa haoni kabisa, lakini alikuwa na akili, busara na moyo safi sana, kiasi kwamba hata wazee wa kijiji walimuita macho ya roho. Alikuwa akiwajua watu kwa sauti zao, kwa harufu na hata kwa mwendo wa miguu yao akitembea. Siku moja alipokuwa amekaa kivulini akichonga kijiti cha msaada, alisikia sauti laini ya kike ikimuuliza, "Samahani kaka, unaweza kunionyesha njia ya kuelekea mto?" Sauti ile ilikuwa tamu, yenye heshima na upole. Bokari akatabasamu kisha akasema, "Mimi sioni dada, lakini nitaweza kukuongoza kwa kusikia. Chukua mkono wangu, tusikilize sauti ya maji." Binti yule akashika mkono wake. Alikuwa ni Zuri, binti yatima. Alikuja kijijini kutafuta kazi. Safari yao ya kuelekea mtoni ikawa mwanzo wa safari nyingine kubwa ya maisha yao. Kadri siku zilivyopita, Zuri alianza kumtembelea Bokari mara kwa mara. Alimsaidia kuchota maji, kumwandalia chakula, na wakati mwingine walikaa pamoja wakizungumza juu ya maisha. Zuri alivutiwa na hekima ya Bokari. Wakati watu walimuona kama kipofu wa huruma, yeye alimuona kama mtu wa mwanga mkubwa. Siku moja Zuri alisema, "Bokari, ingawa huoni, unanionyesha mambo ambayo hata wenye macho hawawezi kuyaona." Bokari akatabasamu taratibu na kusema, "Macho ya roho hayahitaji nuru ya jua, Zuri, yanahitaji nuru ya upendo." Maneno yale yakamgusa sana Zuri, na ndani ya moyo wake ukaanza kuota mti wa mapenzi ya kweli. Baada ya miezi kadhaa, Zuri akamkubali Bokari kuwa mume wake. Watu wa kijiji walishangilia sana, walisema, "Inakuwaje binti mrembo kama Zuri aolewe na kipofu? Atamwona vipi mke wake?" Lakini Zuri hakujali. Aliamini upendo haupimwi kwa macho. Harusi yao ilifanyika chini ya mti mkubwa wa muembe. Wazee wa kijiji walibariki ndoa ile kwa maneno mazito. Walisema, "Macho yanaweza kufumba, lakini moyo ukiona daima." Walifunga ndoa kwa furaha kubwa sana. Walicheza, waliimba, na kijiji kizima kikaamini kwa mara ya kwanza kwamba upendo hauhitaji kuona, bali kuhisi tu. Miaka ikapita. Bokari na Zuri walipendana sana. Walipata mtoto mmoja wa kiume, wakamuita Juma. Lakini kadri miaka ilivyozidi kwenda, vishawishi vikaanza kuingia. Kijijini akaingia kijana mpya aitwaye Mado, mfanyabiashara mwenye fedha nyingi. Alikuwa na duka, farasi na mavazi ya kisasa. Alipoona uzuri wa Zuri, moyo wake ukachafuka. Akaanza kumtongoza kwa maneno matamu na zawadi nyingi. Zuri alijaribu kumpuuza, lakini Mado hakuwa wa kukata tamaa. Alianza kueneza uvumi kwamba Bokari si mwanaume kamili, kwamba Zuri anajitumikisha kwa kipofu kwa sababu ya huruma tu. Uvumi ule ukamgusa Zuri. Akaanza kujiuliza, labda kweli nilistahili maisha bora zaidi, labda dunia ilinipangia vibaya. Siku moja Bokari alihisi mabadiliko. Aligusa uso wa mke wake na kusema kwa sauti ya upole, "Zuri, roho yangu inasikia baridi. Kuna kitu kimepotea kati yetu." Zuri akamjibu kwa uongo, "Hapana, Bokari wangu, nimechoka tu." Lakini moyoni kulikuwa na dhoruba. Siku moja Mado akapanga njama. Alimshawishi Zuri wamtoroke Bokari usiku, huku akimwahidi maisha ya raha mjini. Zuri akiwa amechanganyikiwa na tamaa akakubali. Usiku ule wa giza alimpiga busu mtoto wake Juma usoni, akachukua mfuko mdogo wa nguo
na kumwacha Bokari akiwa amelala. Akasikia sauti yake usingizini ikisema kwa ndoto, Zuri, usitoke gizani. Wewe ndiye macho yangu. Machozi yakamtoka, lakini moyo wa tamaa ukashinda. Akaondoka taratibu usiku huo. Alipofika barabarani, mvua kubwa ikaanza kunyesha. Mado akachelewa kufika. Zuri akaona radi. Akaanza kukimbia gizani akiwa na hofu. Ghafla akasikia sauti ya mtoto akilia. Ilikuwa ni Juma aliyemfuata kimya kimya. Mtoto yule alisema, "Mama, usiniache." Moyo wake ukashtuka. Wote wakakimbilia kichakani kujificha, lakini maji ya mvua yalikuwa yakitiririka kama mafuriko. Wote wakatumbukia kwenye mto mkali. Sauti ya mama na mwana ikazama gizani. Asubuhi, wanakijiji wakaja kumpa Bokari habari mbaya. Wakamwambia Zuri na mtoto walizama mtoni. Bokari akalia sana, lakini hakulalamika. Kisha akasema kwa sauti tulivu, Mungu anapoondoa macho ya mwili, huacha macho ya roho. Sasa macho yangu yameona mwisho wa upendo wangu. Siku zikasonga. Bokari akawa mpweke lakini mwenye matumaini. Akaanza kuwasaidia vipofu wengine, akiwafundisha kusuka mikeka, kutengeneza vyungu na kuimba nyimbo za faraja. Mwaka mmoja baadaye, wakati wa mvua kubwa, maji ya mto yakapunguza kasi. Wavuvi wakapata mawe mawili madogo yakiwa yameshikamana kama mikono. Walipoyaleta kijijini, Bokari akayashika kwa mikono yake, akasema kwa sauti ya uchungu, Hii ni roho ya Zuri na Juma. Hawakupotea, bali walirudi mikononi mwa Mungu. Wakazi wa kijiji wakajenga kaburi maalumu karibu na mto, na Bokari akaweka pale mawe yale kama kumbukumbu ya upendo wa milele. Miaka kadhaa baadaye, usiku wa mwanga wa mwezi, kijiji kilisikia wimbo ukitoka mtoni. Wimbo uliimbwa, "Mwanga wa roho usizime kamwe, mapenzi ya kweli hayafi milele. Mwanga wa roho usizime kamwe, mapenzi ya kweli hayafi milele." Watu walikimbia mtoni wakidhani ni mizimu, lakini walipofika walimkuta Bokari ameketi kwenye mwamba, akicheka na kulia kwa wakati mmoja, huku akasema kwa sauti tulivu, Zuri amenirudia, nitaenda naye. Alipoinua kichwa chake, nyota moja kubwa iling'aa juu ya anga, na upepo ukapita taratibu. Siku iliyofuata, Bokari alipatikana akiwa amelala karibu na mto, akiwa amejawa na tabasamu. Je, umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa macho yanaweza kupofuka, lakini moyo wa upendo haupofuki kamwe. Tamaa huleta giza, lakini toba huleta mwanga wa milele. Upendo wa kweli hauishi, huishi ndani ya roho ya yule anayeamini. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo simulizi nyingine ijayo. Nikukumbusha usisahau kusubscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.